Komwe. Yes, niondolee komwe lako ama vipi bwana? Mipasho kibao. Imekwaje kufanya kazi na Masauti? Yani nasema kwamba ilikuwa kwenye plans kwamba huu mwaka kuna wasanii fulani tutafanya nao kazi. Na moja wapo ya plan ilikuwa pia Masauti. Wagani wengine? Wako kadhaa. Wa huku Kenya na Tanzania pia. Kenya na Tanzania. So far wangapi ambao unaweza sema ushawapata ama ushafanya nao, labda tukuachie ndo tujiachia? Bado hatujafanya, lakini almost wote wenye ambao tumekuwa kwenye plan management isha communicate na wao, so tunasubiri time mwafaka tufanye kazi. Ilikuwaje kufanya kazi na Masauti? Ilikuwa poa kwa sababu pia Masauti alipenda kazi yangu ya kwanza yenye ambayo ilifanya vizuri zaidi. Gani hiyo? Itwa Simwachi. So aliposikia Simwachi ndo ali communicate na mzee. Kwa hivyo yeye ndo ali reach out. Last year hiyo. So mzee, lakini hiyo time tulikuwa ako na pressure ya kunipush hivyo, hakutaka tuanze kazi na collaboration, ndio watu waone kama nimebebwa sana na collaboration. So mzee akamwambia right time ikifika tutafanya. Mzee babako sasa? Kwa hivyo mzee ndo manager. Manager, niko na manager wawili ambaye ni babangu alafu na producer wangu. So inakuwaje kufanya kazi na babako? Sawa, kwa hapa hivi labda utaogopa kusema, lakini inakuwaje kufanya kazi na msho wako? Unajua mzazi ni mzazi. Kuna baadhi ya vitu vingine yani inabidi inabaki kwa mzazi, hatuwezi kufanya mbele yake, ama uko free? Kulingana mimi nimelelewa na babangu. Tuko marafiki sana. Unajua kuna ule uzazi na yani na babako, yani relationship na babako inakuwa paka unaogopa hata kumwambia vitu fulani. Lakini mimi na babangu ni kama marafiki. Unajua mbona nasema hivyo? Nishasikia interview ya Burna Boy na manager yake ambaye ni mamake mzazi. Of course manager wa Burna Boy ni mamake mzazi. Na so unapata Burna Boy hata kuna baadhi ya mahusiano inabidi yeye sasa relationship zile mambo relationship inabidi mamake sometimes waga anaingilia kati. So unapatani kuna vitu vingine mtu ajiachii. Ndio maana nasema je, kuna vitu ambavyo wewe inabidi tu sasa niko na mzee karibu inabidi nicheze chini. Kwanza mimi namheshimu sana mzee wangu. And mambo na mahusiano kwa sasa hivi bado sijaweka kipaumbele. Nataka nifanye kazi kwa sababu nimepatiwa chance, acha niitumie vizuri. Bado mimi ni mdogo. Ni ulichagua mfanye naye kazi pamoja, maana yeye alisema mimi pia nitakuwa kwenye timu? Nilifeel kama yeye akiwa karibu yangu nitafanya kazi vizuri, ndio maana kwa kila masana mforce. Alright. So, tushasikia kazi of course, nyimbo nzuri ambayo mpiga na Masauti, umeongelea stories za collab zingine. So what next, Mishi baby? Video shatoka tayari ya hii? Umesema inaitwa Komwe. Komwe. Komwe ni forehead. Mbona Komwe? Na feel ndo jina zuri la kumkashifu ex wako. Ni ex hapo unamwongelea ex? Yani namwambia, yani kwa hivi ex wangu ameni text ama amenipigia, yaniulizia anaendeleaje. So ile design ya wewe uliniacha, sasa waniulizia yaniulizia nini? Ni true story. Kuna ex mali unamtupia vijembe ama amna? Ama tu ni usanii. Ni usanii tu, kwa sababu hata ukisikia basi ya Masauti yasema shepu una, sura una, hebu niondoke. Masauti na shekwaga na Tina hapa akaja akampiga maneno. So ni idea tu, tuliandika idea kadhaa. I think kama idea 5 hivi. So kati ya zile ideas hiyo ndo tukachagua, japo kwa walikuwa wanataka Masauti alikuwa anataka project nyingine kati hizo mbili, lakini mimi kwa nimeipenda sana hiyo. So ina maana kuna project nyingine bado na Masauti umefanya? Hatujafanya. Hamjafanya? Yani watu wapeleka project kama kadhaa, una choose wewe kama msanii. Wapi umepeleka wapi? Yani wewe ni msanii, mimi ni msanii. So mimi nafanya kazi na kutumia, unasikiza, lakini kama hujapenda pia bado tunaweza andika. Alright, bwana tuko naye Mishi baby ndani ya Mjengo Mpenda official. Mishi unaweza mfuatilia pale vile kwenye mitandao ya kijamii. Kazi mpya kabisa ndio imetoka. So what next baada hii? Of course hii kuna kupush, lakini una mpango gani 2026?
Kazi ni nyingi zile ambazo tumepanga na ni kubwa sana. Chenye tu mimi naomba mashabiki wani support, wasinieke hizo zitwaje. Sema msanii ataketi miaka miwili apote, no. Or expect more. Yeah. Mlipangaje kwani ku make sure Mishi tamsikia sana? Nataka nivunje ile kitu yenye ambao watu wengi wamejiwekea kwamba wasanii wa kike hawadumu kwenye industry. Right. Yeah. Next collab na nani? Collab yenye for now tuja decide, though tumeongea na wasanii kadhaa. Kama kina nani? Kama Nadia. Yeah. All right. 0719012700. Neno moja kwake Mishi tukiendaga. Radio Maisha, hello. Master. Aje. Mambo vipi Master? Poa sana mwanangu. Neno moja kwa Mishi tukienda mzee. Mambo vipi msanii? Niko poa. Kama kao tio la msanii kutoka Kitale Tanzania mjini Madrid. Hapa tunaendelea kusikiza kazi yako, unafanya kazi safi, endelea hivyo, alafu tazidi kusupport pale YouTube. Shukran sana. Jose. Master. Neno moja tukienda. Mishi, mambo vipi? Poa sana. Fanya kazi mzuri, vile tunafurahianga vile tukisikia msanii wa kike ametokezea. Sasa mimi nakuombea tu, yani uendelee tu hivyo. Shukran. Tuendelee kukusupport, tuko mbele pamoja. Asante sana. Radio Maisha, hello. Hello. Oi. Naongea na Henry huku hivi kutoka Embakasi Clemo. Changamka ndugu yangu Henry. Miss. Yes. Ningependa kusema unafanya kazi fiti na ninafuatilia kazi yako na umejituma na endelea kusupport kama mashabiki. Shukran sana. Kama mbili za mwisho. Radio Maisha, hello. Master. Yes sir. Mambo freshi. Umefanya msanii mpaka akatoboa siri. Huyu hapa. Mishi. Yes. Kwanza mimi nimefurahia unafanya kazi na Buda. Unaongea na Chokoroa Makueni. Na wewe unafanya kazi nzuri, na mimi ushauri wangu tu ni uendelee kufanya kazi nzuri, na kazi nzuri ndio huwa zinadumu siku zote. Asante sana. Boni. Asa. Semaje Boniface? Vipi? Fresh ndugu, kwema? Kwema kabisa, niko Samburu Mombasa, tunaelekea Mombasa. Tukienda ongea na msanii Mishi, ndio huyu hapa. Mishi ni aje? Poa sana. Ndio naichapa. Wasichana wa kusupport sana. Shukran. Danny Boy. Oi Master. Aje. Pretty. Mishi baby. Yes. Kwaje mama? Niko poa sana. Hadi mimi niko fiti, naongea na Danny Boy kutoka Nakuru. Kuna huyu msanii wa Tanzania anaitwa Fina, sijui kama unamjua. Yeah. Anakuambia uko na sauti yake kama yake kabisa. Asante sana. So ingewezekana tu mtafutane alafu mwangushe mnyama. Haya. Leo ndo siku yangu ya kwanza kusikiza, lakini nimekubali kabisa. Endelea hivyo. Shukran sana. Radio Maisha ni nyumbani siku zote. All right. Bana, naitwa Danny Boy straight out of Nakuru. Of course na wengine simu ni nyingi zinaita, lakini asiwezi pokea zote pia kwa sababu ya muda. Nao Mishi, ongea na mashabiki zako, wamekusikia, watu wameridhika, kazi nzuri. Mimi mwenyewe nimekwambia uko vizuri. So wekelea mawe. Unaimpiaje wasanii? Samahani. Ati wasanii. Ongea na mashabiki. Shukran sana kwa mashabiki zangu wenye ambao wamenifikisha hapa, na wale ambao hawajanisikia ndo mara ya kwanza kunisikia, naomba muendelee kuni support. Muingie huko kwenye account zangu za mitandaoni, subscribe na pia mshare, msisahau kunifollow kwenye platform zangu TikTok, kila mahali najulikana kama Official Mishi. Yeah. Na nawaahidi kwamba sitawaangusha, nitatoa kazi nzuri kwa wakati. All right. Shukrani sana kwa kuja Mishi. Asante. Kila laheri.